Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, endelea kusubscribe, kulike na kushare bila kusahau kucomment kila aina ya tukio la kimataifa. Umoja wa Afrika waiondolea Guinea vikwazo. Tukirudi nyuma kidogo, kulipokucha asubuhi ya tarehe 5 Septemba 2021, anga la mji mkuu wa Guinea, Conakry, lilikuwa tulivu kama siku nyingine za kawaida. Hakukuwa na dalili kwamba taifa hilo lilikuwa linaelekea kwenye tukio ambalo lingebadilisha mwelekeo wa historia yake. Wananchi waliendelea na shughuli zao, wafanyabiashara sokoni, watoto walijiandaa kwenda shule na wengine walifungua redio zao kusikiliza habari za asubuhi. Lakini masaa machache baadaye hali ilibadilika ghafla. Sauti za risasi zilianza kusikika karibu na ikulu ya rais, barabara zilifungwa, askari waliwekwa katika maeneo muhimu na hofu ikaendelea miongoni mwa wananchi. Muda mfupi baadaye tangazo lilitolewa, jeshi lilikuwa limechukua madaraka na rais wa wakati huo, Alpha Conde, alikuwa ameondolewa madarakani. Katiba ilisitishwa, serikali ilivunjwa na mamlaka yote ikachukuliwa na baraza la kijeshi. Habari hizo hazikubaki ndani ya mipaka ya Guinea pekee. Ndani ya saa chache zilikuwa zimeenea bara la Afrika na duniani kote. Kwa Umoja wa Afrika tukio hilo halikuwa jipya kabisa, lakini lilikuwa la kusikitisha. Kwa miaka mingi Umoja wa Afrika ulikuwa ukijitahidi kupambana na tatizo la mapinduzi ya kijeshi ambayo yalikuwa yakirudisha nyuma maendeleo ya demokrasia katika bara. Guinea ilikuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Afrika na kama nchi nyingine wanachama ilikuwa imekubali kanuni, mikataba ya kulinda utawala wa kikatiba. Ndiyo maana mapinduzi hayo yalionekana kama kuvunja ahadi ya msingi. Katika vikao vya dharura vilifanyika Addis Ababa, makao makuu ya Umoja wa Afrika, viongozi wa bara walijadili kwa kina mustakabali wa Guinea. Baada ya majadiliano hayo, Umoja wa Afrika ulitangaza kusimamishwa kwa Guinea kushiriki katika shughuli zozote za umoja huo. Uamuzi huo ulikuwa mzito na ulionekana kuwa wa lazima. Lengo halikuwa kuadhibu wananchi wa Guinea, bali kuonyesha wazi kwamba mapinduzi ya kijeshi hayakubaliki katika Afrika kisiasa. Kwa Guinea, kusimamishwa huko kulikuwa kama kufungwa kwa milango mikubwa ya kidiplomasia. Haikuweza kushiriki katika mikutano ya Umoja wa Afrika, kutoa maoni katika maamuzi ya bara, wala kunufaika kikamilifu na ushirikiano wa kisiasa. Ujumbe ulikuwa wazi: hakuna kurejea kwenye hali ya kawaida bila kurejesha utawala wa kiraia. Ndani ya nchi maisha yaliendelea kwa tahadhari na mashaka. Serikali ya mpito ya kijeshi iliahidi kuwa mapinduzi hayo hayakuwa ya kubaki madarakani milele, bali yalikuwa ni ya kurekebisha mwelekeo wa taifa. Iliahidi kuandaa katiba mpya, kufanya mageuzi ya kisiasa na hatimaye kurudisha madaraka kwa raia kupitia uchaguzi huru na wa haki zaidi. Lakini Umoja wa Afrika haukuridhika na ahadi pekee. Ulitaka kuona vitendo. Kila tangazo, kila hatua na kila ratiba ya serikali ya mpito ilifuatiliwa kwa karibu zaidi. Je, katiba mpya ingeandaliwa kwa ushirikishwaji wa wananchi? Je, uchaguzi ungefanyika kwa wakati? Je, jeshi lingeachia madaraka kweli? Miaka ilivyoendelea, Guinea ilipitia kipindi kigumu cha mpito. Kulikuwa na maandamano ya wananchi waliotaka uchaguzi wa haraka. Wengine walihofia kwamba jeshi lingechelewesha maksudi. Kulikuwa pia kuna juhudi za upatanisho wa kitaifa, vikao vya mashauriano na mchakato wa kisheria wa kuandika katiba mpya. Safari haikuwa rahisi, lakini ilikuwa muhimu sana. Kwa Umoja wa Afrika, kesi ya Guinea ilikuwa mtihani wa msimamo wake. Kwa umoja, kama umoja ungelegeza masharti, ungelitoa mfano mbaya kwa mataifa mengine, lakini kama ungekuwa mkali kupita kiasi, ungeweza kuathiri wananchi wasio na hatia. Hivyo AU ilichagua njia ya kati: shinikizo la kisiasa, diplomasia na ufuatiliaji wa karibu. Hatimaye, baada ya kipindi kirefu cha mpito, Guinea ilianza kuona mwanga mwishoni mwa handaki. Mchakato wa uchaguzi ulianza kuonekana wazi, taasisi za kiraia zilianza kuimarishwa na hatua za kurejea kwenye utawala wa kiraia zilichukuliwa. Hapo ndipo mazungumzo kuhusu kuondolewa kwa vikwazo yakaanza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Simulizi ya Guinea ndani ya Umoja wa Afrika basi ni hadithi ya migogoro ya madaraka,
maamuzi magumu na mapambano ya kulinda demokrasia, na simulizi inayoonyesha kwamba barani Afrika mapinduzi ya kijeshi hayawezi tena kupuuzwa kimya kimya. Ni simulizi ya umoja unaojifunza kutokana na historia, ukijaribu kulinda mustakabali wa wananchi wake. Katika hili, Umoja wa Afrika umetangaza kuiondolea Guinea vikwazo ilivyoiwekea kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 baada ya nchi hiyo kuandaa uchaguzi wa rais mwezi Disemba. Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limesema Guinea imepiga hatua katika utekelezaji wa mkakati wa kipindi cha mpito ambacho kiliishia kwa kuandaliwa kwa uchaguzi mwezi uliopita. Umoja wa Afrika umempongeza kiongozi wa zamani wa jeshi Mamadou Doumbia kwa kuchaguliwa kwake. Doumbia aliapishwa kama rais Jumamosi iliyopita mbele ya maelfu ya wafuasi wake na marais kadhaa. Doumbia alimpindua Rais Alpha Conde mwaka 2021 na tangu aingie madarakani alibinya uhuru wa kiraia na kupiga marufuku maandamano. Wapinzani wake wa kisiasa wamekamatwa na kufunguliwa mashtaka au kukimbilia uhamishoni.